Habari za wakati huu mtazamaji, karibu sana katika habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Victoria Mwakisimba. Mtazamaji, tuko mubashara wakati huu, unaweza kutufuatilia kupitia Facebook na YouTube. Anwani yetu ni ITV Tanzania. Wakulima wa mazao mchanganyiko wa mkoa wa Shinyanga wamesema kuwa wameingiwa na hofu ya kukosa mavuno katika msimu huu wa kilimo kutokana na mvua kuchelewa kunyesha. Mwaka huu ni ngumu. Kulingana na hali yenyewe ilivyo, mvua ya mwaka huu naona sijui ni chache, sijui tusemaje. Ila tu sasa kwa ombi langu mimi, serikali kama serikali itusaidie sisi wakulima. Kwa kweli serikali tunaomba tu tuletee mbegu inayostahili ukame. Unaona, kama kuna uwezekano waje watuchimbie mabwawa ya kumwagilizia ili tuweze kukizi mahitaji ya familia zetu. Nilivyoona kwamba mvua ni ndogo, ndio maana niliona nianze kilimo cha kumwagilia. Lakini sasa naomba tu walete mbegu ambazo zinaweza kukomaa. Baada ya miezi 2.5 mitatu tayari inakomaa. Wizara ya Kilimo kupitia COPRA imefanya juhudi ya kuchagiza kuhakikisha kwamba tunapata mbegu bora, lakini vile vile kupata pembejeo nyingine ambazo zinahitajika kwenye haya mazao ambayo sasa tumeanza kuhakikisha kwamba yamerasimishwa. Tunaenda kuangalia namna gani ambavyo tunakwenda kuinua, kuimarisha uchumi wa nchi, uchumi wa wakulima, na namna ambavyo mkulima ambaye ndio mlaji wa mwisho anaweza kuendesha maisha yake. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba wamelalamikia kupanda kwa bei ya ununuzi wa samaki wanaovuliwa ndani ya ziwa Victoria. Hivyo wameshauri serikali itatue tatizo hilo kwa kutoa ruzuku kwa vijana ili waanzishe ufugaji wa samaki. Samaki Bukoba bei iko juu kwa sababu mtu wa kipato cha chini hawezi kumudu kununua samaki. Bei ziko juu. Ufugaji wa samaki, serikali iangalie, itoe sana ruzuku kwa watu waweze kufuga samaki. Samaki wataongezeka sana. Unaona mfano wa Mwanza wana vizimba vingi. Kija Bukoba vizimba hakuna. Bei ya samaki sio kubwa sana, sio ndogo sana, iko saizi ya kati. Huu mwezi waga ni mgumu. Samaki wana tabia za kusafiri, sio kwamba tuwezi kusema wanapungua, labda unaweza ukaenda kuvua eneo fulani ukakoswa, lakini ukaenda sehemu nyingine ukapata. Kwa hiyo ni kuvua tu kwa bidii. Haiwezi ukasema kwamba utawapata kirahisi kama kazi shughuli nyingine au kazi zote zilivyo, inakuwa ni changamoto kidogo. Na wadau wa maendeleo nchini wameanza mkakati wa kudhibiti matukio ya ukatili wa kijinsia kutokana na ongezeko la visa vinavyowakumba watoto. Hatuwezi kukamilisha vitu vyote. Kwa hiyo kama kuna watu ambao pia wanaguswa kama sisi na wanafikiri kwamba kuna haja ya kuwasaidia watoto kama hawa, basi nafasi yao wajitoe ili na wasaidie watoto. Watoto nao wajisikie wako na amani, wawe na upendo kama vile wale watoto wetu ambao tunawamiliki nyumbani kwetu. Kumbuka watoto hawana baba, kwa wanahitaji mapenzi ya sisi sana. Kampuni ya BMG inapiga vita unyanyasaji wa watoto wa kijinsia na kadhalika. Kama BMG tutashirikiana na jeshi la polisi, serikali, wafanyakazi wa vituo kama hivi, watoto yatima na kadhalika, kuweza kutatua matatizo ya watoto. Basi kampuni ya BMG inatoa ushauri kwa washikadau wote, serikali na washikadau wengine wote, wasichoke kuja kuwasaidia watoto. Wajisikie nao kwamba kweli wana walezi. Watoto wamefanywa ukatili mbalimbali. Kuna ukatili mwingine wa kingono, kuna ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa kihisia, wamefanywa ukatili wa aina nyingi, lakini sisi kama msamaria ni kumtoa mtoto kwenye hiyo hali aweze kujisikia kwamba yeye ni mtoto, anatakiwa kuthaminiwa na kupendwa. Mtazamaji, ni mwisho wa habari za saa. Hivyo ndivyo ambavyo meli yetu inatia nanga. Asante sana kwa kuichagua ITV. Hivi punde kipindi cha Meza Huru kitafuata na mada ya leo ni uongo.